Lakini pia nilikuwa naomba katika eneo la malisho basi tuone upatikanaji wa mbegu zipatikane za kutosha. Sisi katika wilaya ya Kilwa tuna kaya zisipungua 6,000 za wafugaji. Lakini wafugaji ndio kama vile alivyozungumza Mheshimiwa Shari Raymond na Mheshimiwa Ole Keita kwamba wengi wamekuwa wakichunga sio kufuga. Wamekuwa unakuta ng'ombe anachapwa viboko, lakini vile vile unakuta ng'ombe amechorwa kwenye mwingine wamechorwa namba za magari na kadhalika. Ili tu kuidentify kwamba fanya vile kwanza tunawafrustrate ile mifugo na hatimaye hatupati nyama ambayo ina quality, lakini hata ile ngozi inakuwa haina viwango. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tunahitaji kuboresha katika hilo eneo ikiwezekana. Basi kwa kuwa mwaka huu tumepata kama kilo 120. Sasa ukilinganisha na kaya 6,000 zilizopo Kilwa, kwa kweli ni kiwango kidogo sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuwekeze fedha nyingi, tuongeze idadi ya mbegu zinazopatikana, tuzipande katika kama vijiranchi hivi ambavyo vitagawiwa kwa wale wakulima wetu wa mifugo. Lakini pia nilikuwa naomba vitendea kazi kama magari, pikipiki na vinginevyo kwa wale maafisa mifugo wetu, vitakuwa kwa kweli vitawasaidia kuweza kusimamia hii sekta nzima ya mifugo. Lakini kwenye masoko kama nilivyosema, ngozi nyingi zimekuwa hazina viwango kwa sababu zimechorwa, wale ng'ombe wana alama nyingi, lakini ndio wameshateseka na viboko. Niliwahi kwenda kule Moshi kwenye kiwanda cha ngozi na kutengeneza viatu ambacho kinamilikiwa na PSSF wakishirikiana na wabia wao wa magereza. Waliniambia kama ng'ombe wapo, kama unasema watu wa kanda ya Ziwa wengi wamehamia huko Kilwa, waelimishe kuhusu swala la kutunza vizuri hizo ngozi, tutakuja kununua. Kwa hiyo niombe serikali iwekeze katika kutoa elimu juu ya ufugaji bora na utunzaji bora wa ng'ombe ili waweze kutoa mazao yanayotokana na mifugo vizuri. Lakini kwa upande wa uvuvi tunashukuru kwa bandari ya kisasa, tunashukuru kwa boti. Tunaomba bandari isimamiwe ili kamilike kwa ubora, lakini pia boti ziongezwe katika awamu ya pili ya utoaji wa maboti. Lakini Shimandulane kengele ya pili, Chanja na soko la samaki Kivinje na Somanga, tunaomba ule mradi utekelezwe ambao uliahidiwa zaidi ya miaka miwili. Baada ya kusema hayo naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Hadija Abud, jiandaa Mheshimiwa Zakaria, jiandaa Mheshimiwa Getere.